Asante Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. This is part 2 of our lesson. Hii ni sehemu ya pili ya somo. It is a must. Ni lazima. It is a must, hallelujah, that Ni we lazima fast. kwamba tufunge. It is a must that we pray. Ni lazima tuombe. Men should always pray and not faint. Wanadamu wanapaswa kuomba muda wote bila kuchoka. The disciples, when bringing a young man to be healed, a demon, unclean spirit to be cast out of him, Jesus cast the unclean spirit out, and they said, "Why couldn't we do it?" Unaona, walipomletea wanafunzi wa Yesu yule mtu mwenye pepo, na wao Yesu Kristo akafanikiwa kumtoa yule pepo, lakini wanafunzi hawakuweza. Jesus said, Jesus said, "This cometh by fasting and prayer." Bwana Yesu akawaelezea kwamba hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. That's how you're going to keep the devil out of your life. Ndivyo utakaweza kumweka shetani mbali na maisha yako. That's how you're going to keep the devil out of your home. Ndivyo utaweza kumweka shetani mbali na nyumba yako. Amen. Amen. And that's how you're going to be by dying daily to sin. Kwa kufa kila siku katika dhambi. And beating this flesh by fasting. Na kupambana na mwili huu katika kufunga. You're going to be more subject to the spirit than the flesh. Ndio roho itaweza kutii. Utatii roho kuliko mwili. Amen. Amen. And that power and those gifts in which God give you over the devil, Bwana anazokupatia, they will enhance. Itaongezeka. It will get better. Boresheka. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the outward man, the outward part of our body, it perishes. Kwa maana mtu wetu wa nje ataoza tu. But the inward man, lakini yule wa ndani, the Holy Ghost, Roho Mtakatifu, is renewed day by day. Kupitia Roho Mtakatifu anakuishwa kila siku. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. It's a must that we operate in the fruits of the Spirit. Ni lazima kuenenda katika matunda ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. And what's the fruits of the Spirit? It's having a spirit of love, kuwa na roho wa upendo, peace, amani, long suffering, uvumilivu, gentleness, upole, amen, faith, imani, meekness, unyenyekevu, temperance, kuwa na kiasi. Amen. Against such there is no law. Dhidi ya haya hakuna sheria. Amen. The fruits of the Spirit. Matunda ya Roho Mtakatifu. We must, hallelujah, show those attributes. Ni lazima tuenende katika hayo na tuyaoneshe kwamba tupo nayo. And the gifts that God give us, na zile karama ambazo Bwana ametupatia, let us not sit on them. Tusizikalie. But let us make full proof of our ministry. Tuweze kuhakikisha utumishi wote tulioitiwa kamili. With all due diligence. Katika yote. Amen. To make full proof of your ministry. Kuhakikisha imani yetu, huduma yetu tulioitiwa. And in doing so you will never fall. Kwa kufanya hivyo hutaanguka. Amen. Pambania kazi ya Mungu. But the works of the flesh that we must not do, kazi za kimwili ambazo tupasi kuenenda nazo, is adultery, fornication, uzinzi, uncleanness, uchafu, lasciviousness, idolatry, witchcraft, uchawi, hatred, chuki, amen, strife, sedition, heresy, kufuru, murder, drunkenness, mauaji, ulevi, reveling, being loud. Amen. Amen. And it says, and such like the which I tell you before, and I'll tell you again, that they that do such things shall not inherit the kingdom of God. So it's a must that we be faithful. It's a must that we be obedient to the word of God. It's a must that we be obedient to Jesus. Amen. Amen. Matthew 12:35. Mathayo 12:35. A good man out of the treasure of a heart bringeth forth good things. Amen. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Read. Tasoma katika neno la Bwana Yesu Kristo. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. What's on the inside is going to come on the outside. Kilicho ndani kitatoka nje. Amen. Amen. And what people do, people have a lot of evil things that come to the surface.
kinachowatokea watu, yale yaliyoko ndani maovu yanakuja nje. There's a saying, so a man speaks, so a man be. Kuna msemo unasema anavyoongea mtu ndivyo yeye alivyo. It's a whole lot of people, they speak holy. Kuna watu ambao wanaongea kama ni they look holy. Wanaonekana kama ni watakatifu. But when you look on that tree that they walking around with, they got bad fruit. Lakini ukiona mti ambao wanaotoa mambo yao ni mti mbovu. Because what's in their heart is come to the surface. Maana kilicho moyoni kinakuja nje. Amen. Amen. But there are some that bear good fruit. Kuna wale ambao wanazaa matunda mema ya haki. Amen. Na kumpendeza Bwana. And when they speak with power. Wakiongea wanaongea kwa mamlaka. They speak in authority of the Lord. Wanaongea katika mamlaka ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. They're walking in the power of his might. Wanatembea katika nguvu ya uwezo wake. They're doing thus says the Lord. Wanafanya yale asema Bwana. They're serving God's people with humility. Wanatumikia watu wa Mungu kwa unyenyekevu. Being gracious. Wakiwa meek. Wanyenyekevu. Hallelujah. Speaking life. Wakizungumzia uzima. Amen. Amen. And warning God's people. Na kuwaonya watu wa Mungu. God said you'll be a good minister of his if you warn the people. Bwana Mungu anasema kwenye neno lake utakuwa mtumishi mwema wa Bwana ukiwaonya watu mambo haya. Not to bear the sword in vain. Yani tusione kwamba anabeba upanga what sword? Bila. The sword of the Spirit. Yani usikubali kubeba which upanga is the word of God. Neno la Mungu. Amen. Amen. Verse 37, for by thy words thou shalt be justified, Jesus said, and by thy words thou shalt be condemned. Kwa kuwa 37 unasema kwa jina la Yesu Kristo, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. So everything that we say and everything that we do, na tunachokifanya, what Jesus is saying will be brought into the judgment. Bwana Yesu Kristo hapa anatuambia kitahukumiwa. That's why we must bridle this tongue that we have. Because out of it we can speak life or death. The word of God says, speak that to the church, speak that which edify the body of Christ. That the unlearned will learn something. And not only edify the body of Christ, but edify one another in love. We do everything by love. God is love. Amen. Amen. To win a soul, you must be wise. Jesus said, every idle word that man speak shall be accounted for in the day of judgment. Everything that we do, everything that we say on a day of judgment, it will be accountable. By your words you're justified, or by your words you're condemned. Kwa maneno yetu tunahukumiwa, kwa maneno yetu tunahesabiwa haki. Kwa hiyo kila neno la upuuzi lisilokuwa na maana tunalolisema, tuendelee kutubia na tuwe tayari kufundishika na kurekebisha. John 5:28. Yohana 5. Interpret what I'm saying, please. Amen. Verse 28 through 30. Jesus said, marvel not at this. Don't be surprised at this. Bwana Yesu anasema usishangae, usistaajabu. Mstari 28. The hour is come when everybody's in the grave will hear my voice. Kwa maana saa yaja, hallelujah, ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Verse 29 it says, the Lord says, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Read that please. Wana mstari wa 29 Yohana 5, tasoma katika jina la Bwana Yesu. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. So it's not just what we say that will get us in trouble with God or get us blessed by God. It's what we do in these bodies. Hivyo sio tunachosema tu kitatuletea matatizo siku ya hukumu, bali tunachofanya katika miili hii. Amen. Amen. There's a resurrection unto life eternal for the good that you do, and there's a resurrection unto damnation for the evil that we do. Kuna ufufuo wa uzima na kuna ufufuo kwa maovu mabaya tunayoyafanya. Verse 30, I cannot of my own self do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just, said Jesus. Amen. Because I seek not my own will, but the will of the Father which hath sent me. Read that, please. Amen. Sura 30, Bwana Yesu anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe,
Kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu si ya tafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Amen. Amen. The Lord made it clear that he had the keys to hell and death in his hands. Bwana ameweka wazi kwamba yeye ana funguo za uzima na uhai kwenye mikono yake. Fear not them that can destroy the body. Msiwaogope wale wanao haribu mwili, but not the soul. Lakini hawezi kuharibu nafsi. Jesus said, fear him that can destroy both body and soul in hell. Bwana Yesu amesema tumuogope yule anayeweza kuharibu mwili na nafsi kwenye moto wa jehanamu. Amen. Amen. But he made it clear, my judgment is just. Ameshaweka wazi kwamba hukumu yake ni ya haki. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Matthew 5:48. Mathayo 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father is in heaven is perfect. Amesema iweni wakamilifu kama ambavyo Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Amen. Amen. God wants us to be perfect. Mungu anataka tu wakamilifu. You say, well, I can't be perfect. You defeating yourself already. Kuna watu wanasema siwezi kuwa mkamilifu. We talking about walking in God's righteousness, His holiness, walking in the Spirit, being upright before God. God called that perfection in Him. Bwana ametuamrisha na kutuelekeza jinsi ya kutembea katika ukamilifu na utakatifu katika yeye. When you yield your members unto righteousness and unto holiness. Ukikabidhi viungo vyako katika haki na utakatifu. Nothing but the righteous shall see God. Isipokuwa wale wenye haki ndio watamuona Mungu. And remember, we have to be, you and I have to be without spot or blemish when He comes. Nakumbuka mimi na wewe, sio tu ninazungumza kwako wewe, bali mimi na wewe tukutwe bila mawaa wala kasoro yoyote atakaporudi. He was that perfect lamb, that lamb without spot or blemish, that, hallelujah, that was sacrificed on Calvary for the sins of the world. Yeye amekuwa ndio mwana kondoo asiyekuwa na mawaa wala kasoro yoyote wakati wa Bwana siku ile ya mwisho. And we have to be found worthy when He come back. Inapaswa tukuje tunastahili atakaporudi. And how we found what we have to be without spot or blemish. That's His commandment. That's a must. Na tutakutwa tunastahili akija siku ya mwisho akitukuta bila mawaa wala kasoro yoyote. For I beseech you, brethren, kama ninawasihi wapendwa, by the mercy of God, kwa rehema za Bwana, that you present your bodies a living sacrifice, mtoe miili yenu kuwa dhabihu iliyo safi, holy, takatifu, and acceptable unto God, kubalikayo kwa Mungu, which is your reasonable service. Ambayo ndio huduma yenu iliyo njema. And be not conformed to this world, na msienende sawasawa na ulimwengu huu, but be ye transformed, bali mbadilishwe by the renewing of your mind, kwa kuhuishwa nia zenu, that you may prove zenu, ili muhakikishe that good, yaliyo mema, and perfect, na kamili, and acceptable will of the Lord. Mapenzi ya Bwana yakubalikayo. Amen. Amen. We got to be holy. Inabidi tu atakatifu. It's a must. Ni lazima. A living sacrifice. Yani ile kafara iliyo hai. Unto the Lord. Kwa Bwana. A sweet savor unto God. Yani iliyo safi katika Bwana. Hallelujah. Hallelujah. That we may do those things which are pleasing in His sight. Kufanya yale mambo yanayompendeza. Thank you, Lord. Asante Bwana. Matthew 24:44. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Haleluya. Mathayo 24:24 tunaambiwa tuwe tayari, kwa maana kwa saa ile tusiyodhania mwana wa Adam atarudi. Ephesians 5:21. Waefeso 5:21. 5:21 through 24. I'm going to expound on those. Ataelezea 21 mpaka 25 katika. It's a must that we submit. It says submit yourselves one to another in the fear of God. Tunaambiwa tunyenyekeane wenyewe kwa wenyewe katika hofu ya Mungu. Amen. We're helping one another. Tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe. We wenyewe. have fellowship one with another. Tunashirika si wenyewe kwa wenyewe. We're wenyewe. working together one with another. Tunashirikiana. Amen. God want that is that's what God requires of us to be in the unity of the Spirit and the bond of peace. Tuwe katika umoja wa roho na kifungo cha amani. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. As His people. Kama watu wake. Thank you, Lord. Asante Bwana. 22. Wives, submit yourselves
unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives also be to their own husbands in everything. Read verses 22 through 24, please. Nasoma 22 mpaka 24. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. That's 24. Hallelujah. Submit, wives, submitting yourself to your husband in everything. Ni wake mtii waume zenu, nyenyekeeni kwa waume zenu katika kila jambo. jambo. I know sometimes the decisions that we men make, it seems like there's no vision. It seems like it's going to be a implosion. It's going to be trouble. It don't seem like it's going to work, but you got to give it a chance. Unajua saa nyingine wanaume tunafanya maamuzi ukaona hapa kuna tatizo, hiki hakitafanikiwa. There's certain things that the man, mpe nafasi mume wako. There's certain things that husband, that man is going to ask you, and certain things that he's going to tell you to do. You may not like it, but you know what? Certain things, the only thing you have to do is pray about, because God says submit yourself to your husband in everything. Kuna wakati mume anaweza kukwambia ufanye kitu fulani. It's a must. Na wewe unaona hichi kitu mbona kama hakitafanikiwa, wewe tii kwa sababu tumeambiwa tutii. And the word of God say, see that, wives, see that you reverence your husband. Na amesema mke, kuweni makini muhakikishe kwamba mnawatii waume zenu. You don't want to be like silly women laden with lust in and out of people's house. Utaki kuwa wale wanawake wanaozunguka kwenye manyumba ya watu. But you want to be seen by God as a holy woman with a meek and quiet spirit, which is well pleasing to him. Unataka kuonekana ni mwanamke ambaye amenyenyekea, anampendeza Mungu. A virtuous woman. Mwanamke mwenye staha. In Christ Jesus. Katika Yesu Kristo. Amen. Amen. God has a place for all of us. Bwana ana nafasi kwa kila mmoja wetu. And husbands, love your wives as you love yourself. Tumeambiwa waume tuwapende wake zetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So, you say, well, why is that? It's a must. Ni lazima. There's an order. Ni mpangilio. The head of the woman is the man. The head of the man is Christ. Kiongozi wa mwanamke ni mwanaume na kiongozi wa mwanaume ni Kristo. Ephesians 5:2. Waefeso 5:2. And walk in love, as Christ also have loved us and have given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling Savior. Read that, please. Yasoma 5:2 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, nanyi akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Verse 3, but fornication and uncleanness and covetous, let it not be once named among you as becoming saints. Read. Inasema mstari wa 3 katika jina la Bwana Yesu. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Neither filthy talking, nor jesting, foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving thanks. Amen. Mstari wa 4, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Sometimes we joke, we play, but the word of God says it don't edify, it's not convenient, it's not good. You know, because as Christ is, we got to also, as Christ walk, we have to also walk too. Kwa maana kama vile Kristo alivyo na sisi tunapaswa kuenenda kwa njia hii. God wants you to have joy, God give you joy. Bwana anataka uwe na furaha, anakupa furaha. Amen. Amen. God give us peace. He gives us a whole lot of benefits. Anatupa faida nyingi sana, amani,
Mema mengi sana Bwana anatupatia. But in that joking, katika utani in ule, that jesting, katika utani ule na in that foolish talking, na mazungumzo haya, you have to be careful that you don't offend someone. Uwe makini usimkwaze mtu. Where you end up apologizing or repenting for something that you should have been on God for and not saying from the beginning. Kajikuta unatubu na kuomba radhi kwa kitu ambacho usingepaswa kukizungumza. Because the Holy Ghost will tell you, don't say that, don't do that. Maana Roho Mungu atakwambia usifanye hivyo, usiongee. Don't walk that way. Usitembee njia hiyo. Don't go over there. Usiende hapo. Stay here. Baki hapo. We have to, hallelujah, be attentive to hear what the Spirit has to say. Uwe makini kwa Roho Bwana anachosema. But we get so happy and we get so caught up and we get so loose and all and acting like a fool, then are we truly representing our Lord and Savior the way we should? Lakini jiulize muda wote, unamwakilisha Yesu Kristo inavyopaswa? Are we conducting ourselves as a child of God, as a saint? Tunaenenda kama mtoto wa Yesu Kristo. That we're going to do things or say things of the world. Tukiongea mambo kama walimwengu. No, it's a must that we must be holy as he is holy. Ni muhimu tu watakatifu kama ambavyo yeye ni mtakatifu. And we shall be his people and he shall be our God. Tutakuwa watu wake na yeye atakuwa watu wetu, mtu wetu. But rather giving thanks. Oh Lord, we thank you. We bless you, God, for this day. Thank you, Lord, for making a way from Lord. Somebody, hallelujah, somebody may have got a new home. Lord, thank you, Lord. Somebody might have got an operation and say to the Lord, thank you for a successful operation. Always giving thanks. Unaenda kufanyia matibabu, umefanyia upasuaji, umetoka mzima, amekuponya, amekutendea mema. Lord, we bless you. We bless you for this day. Hallelujah. Shukuru kwa siku aliyokupatia. Kuamka mzima asubuhi. Ephesians 5:5, it says, for this ye know, that no whoremonger or unclean person or covetous man who is an idolater have any inheritance in the kingdom of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Read 5 and 6, please. Mstari wa 5 na 6, sura ya 5 wa Efeso, nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwashirati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye amwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. It's a must that we have our conversation seasoned with salt. Inabidi mazungumzo yetu yawe yametiwa chumvi. It's a must that, hallelujah, that we make sure that we take heed to the doctrine of Christ. Inabidi tujue na tuyafuate mafundisho ya Yesu Kristo. Ephesians, turn your Bible to Ephesians verse 14 and 15. Ephesians 4 verse 14 and 15. Tukielekeza Biblia zetu Efeso 4 mstari wa 14. Read those two verses, please. Na 15 katika jina la Bwana Yesu Kristo nitasoma. Thank you, Lord. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila pepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. The word of God is saying here that we be no more children that's tossed about to and fro and being carried away with every wind of doctrine, everything that people say and people that they say as fact, that Jesus said, God said this, God said that, or any wind of doctrine that come down that's not of God, because some people are devil worshippers. Tusipende kuwa kama watoto wachanga katika imani. Tunafuata kila mafundisho, maana wengine wanaabudu shetani, wengine wako vizuri na Mungu. By the sleight of men and cunning craftiness, the Bible say here, whereby they lie and wait to deceive you. Ambao wanatafuta kuwalaghai, kuwadanganya, kuwapoteza. There are people out there, liars out here, false prophets, false teachers, false apostles. Walimu wa uongo. Maposo wa uongo. Jesus said, my sheep hear my voice. Bwana Yesu amesema kondoo wake wanasikia sauti yake. And another they will not follow. Na hawatamfuata mwingine. Amen. Amen.
Let's be in tune with the Holy Ghost. Tuende sawasawa na Roho Mtakatifu. It's a must that we do what Jesus said do. Ni lazima kufanya Yesu Kristo anasema tufanye nini. His mother said when he, hallelujah, as he asked him to bring the vessels forth to turn the water into wine, one of the miracles. Mama yake aliposema waelekeze wale aweze kufanya ule muujiza kubadili maji kuwa mvinyo. She said, whatever he say do, you do it. Aliwaambia chochote anachowaambia mfanye mkifanye. Whatever God say do, we do it. Chochote Bwana anachotuambia tukifanye ndicho tunakifanya. And in doing it we'll be blessed. Na kwa kufanya hivyo tutabarikiwa. Verse 15 it says, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Amen. Hallelujah. Mstari wa 15 wa Efeso 4:15 inasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. So speaking the word in truth and in love, you're going to win a soul. Kwa upendo na kwa it's something that we must do. Kweli utaokoa nafsi ije kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. And the experience that we had, the sins that God had forgave us of, where God had brought us from. Ukiongelea Mungu alikokutoa. We can witness with our testimony as not where God brought us from, but how God has saved us to win a soul. Unaweza ukatumia ushuhuda wako jinsi Mungu alivyokuokoa na kukukomboa na kukuponya ukaokoa nafsi ya mtu. But it must be, hallelujah, and love. It got to be. Ni kwa upendo. We must speak the truth in love. Kweli katika upendo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Colossians. Wakolosai 3:13. 3:13. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also ye do. Read, please. Mstari wa 13, sura ya 3. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, vivyo na ninyi. God said forgive. Mungu amesema samehe. A lot of us have been victims of some horrendous, some very bad things. Wengi wetu tumepitia mambo mabaya sana, magumu sana. Heartbreaking, embarrassing things that we don't want to share with nobody. Mambo ya kuvunja moyo ambayo na ya aibu ambayo tutaki hata kushirikiana na mtu mwingine. Various degrees of abuse and maybe even where your life was threatened. Mambo ya mateso, kuteswa na watu wengine, kutendewa udhalimu, hata maisha yako yakawa hatarini. But God said forgive. Lakini Mungu anasema samehe. He forgave us of our sins. Ametusamehe dhambi zetu. He forgave us to the point that he died for our sins. Alitusamehe hata akafa kwa ajili ya dhambi zetu ziondolewe. Hallelujah. Hallelujah. For God so loved the world. Kwa maana Mungu ameupenda ulimwengu. And he gave his only begotten son. Katoa mwana wake wa pekee. That whosoever believe upon him should not perish. Ili yule aaminiye asipotee. But have eternal life. Bali awe na uzima wa milele. Amen. Amen. He loved us. Alitupenda. And he gave his life for us. Alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. So we have to be able to forgive. Inabidi tuwe na show mercy. Wa kusamehe na kuonesha rehema. The Bible says to show mercy you will obtain mercy. Neno Mungu linasema ukionesha rehema utapata rehema. Amen. Amen. In Colossians 4:5. Wakolosai 4:5. 4:5 and verse 6 it says, walk in wisdom towards them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Read those two. Wa 5 unasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. The man of God is saying, walk in wisdom. Let's walk in wisdom. Tuenende katika hekima. Not as fools, but as wise, redeeming the time. Sio kama wapuuzi bali for the days of evil. Kwa maana nyakati hizi za uovu. Amen. Amen.
I want to interject to just add to that. Holy Ghost is reminding me, you see how I have mamas and young ladies call me, sometimes our sons, to be careful, because to be careful of that conversation that we don't end up being just gossiping, talking about things that don't edify, just passing time. You know, I'll translate that. Hapa Roho Mungu ananikumbusha, ananionya mimi niwe makini sana. Tuna wanetu wengi kadhaa, sio wengi bali kadhaa, tunawalea wakitupigia simu, wakinipigia simu, niwe makini ninachoongea nao, tusiingie kwenye mambo ya upuuzi, ya kuteta, sio kuwa na faida katika safari ya mbinguni. In our preaching and in our witnessing, we can use natural, we can use the news, certain things in the news, certain things that are around us as an example, from the natural to the spiritual as an example. But we have to be careful, because everything don't edify. And we got to make sure that if we give a natural example, that a spiritual example, that it leads to a point of a spiritual example that edifies, and that where somebody can be saved by it. Yes. Anasema tuwe makini sana tunapochukua mifano ya matukio yaliyotokea halisia, taarifa za habari, matukio mbalimbali yaliyotuzunguka tunayoyafahamu. Tuhakikishe ule mfano unafaa, sio kila mfano unafaa. Tuhakikishe mfano ule unamjenga mtu, unamleta kwa Yesu Kristo, aokoke na badilike. Amen. Thank you, Jesus. Amen. 1 Peter, thank you, Lord. 1 Peter, waraka kwanza wa Petro, 3rd chapter, sura ya 3, and we're going to read from verse 9 tunaenda mstari wa 9, I'm going to expound on 9 through 17. mpaka 17. 1 Peter, waraka kwanza wa Petro, chapter 3, 9 through 16, and it says, not rendering evil for evil, tusilipizane uovu kwa uovu, but blessing. Bali tubariki. We blessing people. Tubariki watu. Ni mtihani najua. Bariki tu. You want to see people blessed. Wapiganie. Unataka watu wabariki. And in doing so you speak in life. Kwa kufanya hivyo unazungumza uzima. You don't want to see nobody struggle. You don't want to see nobody trouble, but you want them to be blessed by God. Utaki mtu ateseke hata kama amekutendea mabaya. And God barikiwe tu na Mungu, na Mungu atabariki. And God honors the word of his servant. Mungu anabariki neno la mtumishi wake. You represent Christ. Na wewe unamwakilisha Yesu Kristo. Wewe ni mtumishi wake. Amen. He said, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Amen. Amen. We're going to inherit eternal life. We want them to be saved and inherit a blessing, which is eternal life. Tunataka wao hata adui zetu warithi ufalme wa mbinguni, na wao wabarikiwa, wasaidiwe na Bwana. Amen. And verse 10, if you love life and you want to see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking gall. Let him eschew evil, resist the devil, hallelujah, and do good. Let him speak peace and eschew it. Read verse 10 and 11, please. Tasoma 10 na 11 katika jina la Bwana Yesu Kristo, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3. Kwa maana atakayependa maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you if you be followers of that which is good? 12 and 13, please. 12 na 13 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Naye ni nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? You think these cameras on the street that pick up our very movement in the airports and all the time, they constantly watch. God don't sleep. God don't slumber. He don't take naps. God is always watching. Yani kuliko God is always listening. Amen. Go ahead. Amen. Kuliko makamera yaliyojaa siku hizi kila mahali tunakoenda siku hizi, hasa nchi za nje za Ulaya.
Mungu naye macho yake hayafungi, halali usiku na mchana, anatuona mpaka tunachowaza usiku na mchana. And the angels are writing everything that Elder Sims say. Na kila Elder Sims it's going to be brought into the judgment. Na anachowaza, everything that Elder Sims do, yeah, anachofanya and think, it's going to be in the judgment. Oh yeah, because we can think, we can devise wicked things from our mind. Tunaweza kuwaza maovu, kupaka maovu kwenye akili zetu. Wicked inventions. Madhambi, mambo mabaya. A spirit of divination. Roho ya kiuovu, ya kiuchawi kabisa. Inventors of wicked things. Mtu anayebuni vitu viovu. Not only from the mind but from the heart. Sio tu kwenye akili na kwenye moyo wake pia. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee, O Lord. Neno lako nimeliweka ndani yangu nisikutende dhambi. Amen. Amen. We got to be in tune with Jesus. It's a must. Ni lazima. We must be this way. Inabidi tuwe kwa njia hii. If you want to see Jesus, you want to hear well done, you must be holy. Ndio maana tunasema neno la leo ni lazima. Ukitaka kumuona Yesu Kristo lazima uishi katika utakatifu. Amen. Amen. Isaiah 35:8, there's a way, and it's a way of holiness. Kuna njia na ni njia ya utakatifu. And no unclean thing will enter therein. Hakuna kiovu na kinajisi kitapita hapo. Nothing of flesh will enter therein. Hakuna cha kimwili kitaingia hapo. Amen. Amen. Kataa kuwa wa kuendekezwa na mwili. Verse 15. Mstari wa 15. Hallelujah. About 14. 14. It says, but if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither their trouble. But sanctify the Lord God in your heart, and be ready always, not sometime, but always, to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Amen. Having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as evildoers, they may be ashamed of that falsely accuse you of your good conversation in Christ. Read those verses, please. 14-15 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao, wala mtifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Verse 17, for it's better if the will of God be so that you suffer for well doing than evil doing. Tunaambiwa mstari wa 17 kwa maana samahani inasema hivi, tasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Amen. Evil doers being ashamed of your good conversation in the Lord. Yani and what you do for God. Kwa yale unamtendea Bwana. Amen. Your witness and your testimony, they can't step on, they can't say, because they don't have no power against it. Hawana mamlaka dhidi ya hiyo. Amen. Amen. And it will bring them to their shame. Itawaletea aibu kabisa. Those good things that you do for the kingdom of God. Mema unayofanyia ufalme. Those good things that you do to win a soul for mambo unayofanya mema yani kuokoa nafsi katika Yesu Kristo. It's a must. Ni lazima. Hallelujah. This concludes part 2 of our lesson. Hapa tunamaliza sehemu ya pili ya somo hili. It's a must. Ni lazima. Amen. Amen. Hallelujah. Asante Yesu.